Ebana, inakuwa vipi? Ikumbukwe nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepitia kipindi kigumu zaidi. Ikikumbukwa uchaguzi ulifanyika na ni uchaguzi ambao ulisheheni vitu vingi. Vijana walishushiwa vipigo na jeshi la polisi. Kuna wale ambao waliuawa, wengine pia wakateswa, wengine pia wakafanywa ukatili wa kupitiliza, wengine pia wakauawa na jeshi la polisi. Na hadi wa leo bado ndugu, jamaa na familia wanawatafuta kwa udi na uvumba. Sasa kuna chapisho ambalo limefanywa kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada ambaye anajulikana kama Rosary. Ikumbukwe kuwa Rosary ni mwanadada ambaye ni mwanamuziki, ndio raia wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye wakati mwingine alikuwa anaishi nchini Kenya. Sasa baada ya kuweka bendera mbili, bendera ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bendera ya nchi jirani ya Kenya, akaweka caption hapa ni kumshukuru taifa la Kenya kwa kile ambacho walichokifanya kipindi kigumu Tanzania walipokuwa katika wimbi la machafuko. Ikumbukwe kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika, ndio ambapo Watanzania hawangeweza kupata habari kuhusu vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea nchini kwao. Internet ilikuwa imezimwa na watu pia walikuwa wameambiwa wakae majumbani. Sasa inaonekana Wakenya ndio walikuwa wanawapigania kuonyesha dunia nzima vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea nchini Tanzania. Sasa baada ya kushusha bendera ya nchi jirani ya Kenya na Tanzania kwenye mtandao wa kijamii, akaandika: Wakristo asalamu alaykum, Waislamu tumsifu Yesu Kristo. Leo ningependa kutoa shukrani za dhati kwa ndugu zetu wa Kenya. Sio siri kwamba taifa letu la Tanzania limepitia kipindi kigumu. Tupo kwenye kilio, mioyo yetu inavuja damu na simanzi imetanda. Jambo linalonutia roho na kutupa faraja ni namna ndugu zetu wa Kenya walivyosimama nasi, wakalia nasi, wakatupigania hata tulipokosa nguvu na kuwa wanyonge, wakasimama kwa niaba yetu. Hawa ndio ndugu zetu wa damu milele. Tusiwahi kusahau hili, na hata watoto wetu vizazi vijavyo tuwafundishe kwamba Tanzania na Kenya ni damu moja. Biblia takatifu Mhubiri 7:2 nasema, heri kwenda nyumba ya matanga kuliko kwenda nyumba ya karamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Alafu Quran tukufu sura Imran 3:200 inasema, enyi mlioamini subirini na himizaneni katika kusubiri, na kaeni tayari na mgopeni Mwenyezi Mungu ili mpate kufaulu. Hii ni baada ya matokeo ya vita ya Uhud ambapo maswahaba wengi waliuawa. Familia zilipoteza wapendwa wao, jamii ilihuzunika sana na hali ya kisaikolojia ilikuwa chini. Ndipo Allah akateremsha aya za kuwatuliza, kuwatia nguvu na kuwakumbusha wasimame pamoja wakati wa maumivu. Katika kipindi hiki Kenya imeonyesha upendo wa agape kwa Tanzania. Salamu za upendo na shukrani ziwafikie Wakenya wote kwa kusimama nasi katika kipindi hiki. Mungu ibariki Afrika. Alafu akaweka mkono wa mtu ambaye amepiga ngumi, ndio. Sasa hapa Rosary washukuru wa Kenya katika ujumbe huu, anawaambia asanteni sana kwa kusimama nasi. Tulikuwa na wakati mgumu zaidi, lakini nyinyi amku give up ama amku amua kutuacha. Mlitembea na sisi sako kwa bake kuhakikisha kuwa mambo yako sawa zaidi. Kwa hiyo kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye posti ya Rosary. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Lydia_Blake anasema shalom alaikum. Alafu Iceboy Africa akaweka bendera ya Kenya, Tanzania na makopa, yani emoji ya makopa. Ketanya_Africa anasema Wakenya ni watu safi sana, akanyosha mikono juu akaweka bendera ya Kenya na bendera ya Tanzania. Alafu Sentano Boy akaweka emoji kadhaa za makopa, akanyosha mikono juu. Mr. Misuti Mikali akasema bismillah, haleluya, tumsifu mtume na tulisifu jina la Yesu inshallah. Bril wa Simba SC anasema hata ule mlima Kilimanjaro upo Kenya, sisi hatuna kitu Tanzania. Ndugu zetu wa Kenya hatuna maneno mengi zaidi dhidi ya kusema asanteni. Alafu Nonini Mgenge True, huyu pia ni msanii kutoka nchini Kenya, anasema pamoja sana, akaweka mkono ya mtu ambaye anasali. Alafu Mimi AG anasema tunawapenda wa Tanzania, alafu akaweka emoji
ya makopa. One love, let's be friend kwa shida na raha na tupendane zaidi. Do Samia anatuchukia wa Kenya. Alafu huyu anajulikana kama Kulanga 333 anasema tumsifu Mtume Muhammad na sakramenti. Lois_OG anasema zawadi ya ushindi tunawapa mkoa wa Arusha iwe sehemu ya Kenya. Akaweka bendera ya Kenya, imeoja makopa, akanyosha mikono juu. Alafu huyu anajulikana kama Fortune Mlolo anasema haleluya inshallah. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Rosary. Huyu ni msanii kutoka nchini Tanzania ambaye kwenye maisha yake ameshawahi spend time nchini Kenya akifanya mishe zake za usanii, na vile vile kulikuwa na tetesi ya kuwa mzazi wake mmoja anatoka nchini Kenya. Sasa kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram amepandisha bendera ya Kenya na vile vile bendera ya Tanzania na kusema kuwa Wakristo asalamu alaykum, Waislamu tumsifu Yesu, na anasema kuwa angependa kutoa shukrani za dhati kwa ndugu zetu wa Kenya. Sio siri kwamba taifa letu la Tanzania linapitia kipindi kigumu. Tupo kwenye kilio, mioyo yetu inavuja damu. Jambo linanutia moyo na kutupa faraja ni namna ndugu zetu wa Kenya walivyosimama nasi. Sasa Rosary anasema kuwa Wakenya walifanya jambo la muhimu sana kusimama nao, ndio kwa maana yeye anawashukuru, na anasema kuwa ni watajaribu juu chini hata kizazi kijacho wawajuze ya kuwa Wakenya ni watu wazuri zaidi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vile vile kushare.